itakuwa ni mechi ngumu, naamini hivyo kwa sababu ya Mbeya City pia wamekuwa wakifanya hivyo hasa wakiwa katika uwanja wao wa Sokoine. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni mechi ambayo itakuwa ngumu. Sawa. Chilo Lutengano pia huko ni home. Nimemsikia jana kwa mechi za Sokoine kashaangalia sana. Na wewe kashacheza sema ndio hivyo tu. Nimeona jana wakati anazungumza huyo Azizi Adabwile akisema kwamba pengine yeye alishacheza pale na anaijua vizuri. Inaweza kawapa advantage kiasi gani? Japo Mbeya City hawa tunaona kwenye ligi kwa muda kidogo Kwa Yanga kuna ugumu kidogo kucheza dhidi ya Mbeya City kwa sababu inawezekana issue ya uwanja ikawa miongoni mwa sababu kubwa ambazo zikachangia mchezo kuwa mgumu kwao, kwa sababu ukiangalia kwa nafasi kubwa Yanga inawezekana wakawa na wachezaji wengi ambao walishacheza ligi ya Tanzania kwa muda mrefu. Lakini mabadiliko ya mwalimu mara nyingi sana amekuwa anafanya kila baada ya mchezo anafanya mabadiliko ya wachezaji, na michezo iliyopita sasa hivi wamecheza wachezaji wale ambao huwa wanacheza sana ligi kuu. Kwa hiyo nategemea leo inawezekana mwalimu akafanya baadhi ya mabadiliko kwa wachezaji, na Walter Harrison pia alizungumza jana kwamba hali ya uwanja kwao inaweza ikawa sababu, kwa sababu uwanja unaonekana kuwa mkavu sana. Wachezaji wakiwa wanacheza kwenye uwanja mkavu mara nyingi huwa hawaenjoy kucheza zile pasi, mpira unakuta unadunda kwenye maeneo fulani. Kwa hiyo kuna ugumu wa kwenda kucheza kwenye hali ya uwanja ya hivyo. Lakini tukirejea kwenye mchezo kiujumla ni kwamba kwa Mbeya City kucheza dhidi ya Yanga kwa michezo ya zamani, Mbeya City walikuwa wanamkazia sana Yanga na michezo ilikuwa inakuwa migumu. Ukirejea michezo mitano zamani toka 2013 I think wakati Mbeya City anapanda ligi, miaka yake 10 akiwa anacheza ligi kuu kabla ya kushuka 22, alikuwa ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinasumbua sana kwenye ligi ya Tanzania, na Yanga pia wamehangaika. Nakumbuka Yanga ameshinda mara moja, sare wameondoka sare 3, 1-1, sare 2 na ile ya 3-3 ambayo ilikuwa moja ya mchezo mgumu sana ambao watu wengi wanaokumbuka, sare ya 3-3 dhidi ya Yanga. Kwa hiyo ukirejea historia Mbeya City aina ya wachezaji waliokuwa nao kipindi hicho walikuwa na wachezaji wengi ambao kwangu mimi huwa nawaita wachezaji wenye kiu. Yaani ni mchezaji ambaye unamuona anataka kucheza ligi kuu. Sasa hivi Mbeya City ina wachezaji wengi wakongwe, yani ni wachezaji ambao tayari walisharidhika. Kina Beno Kakolanya, wakina Habibu Haji Kiombo wamezunguka kwa timu za Simba na Yanga, wamerudi sasa hivi. Wapo na wachezaji kama kina Ibrahim Mohamed kwenye eneo la backline. Wana wachezaji wachache sana ambao wanaweza wakaja kucheza kwa ajili ya kushindana, kama kina Baraka Amari Nyingi beki wa kulia wa timu ya Mbeya City, wachezaji wachache. Kwa hiyo ukiwa unaiangalia Mbeya City ya kipindi kile ambayo ilikuwa inamsumbua Yanga, ilikuwa na wachezaji wengi ambao walikuwa wanahitaji kutoka. Na kumbuka pia Mbeya City ile ilikuwa na watu kama kina Deus Kaseke. Kipindi kile Kaseke anataka kutoka, na kipindi kile baada ya kucheza na Yanga ndio walikuja wakamsajili Deus Kaseke, na nakumbuka alikuwepo moja ya watu ambao walikuwa wanafanya kazi kubwa sana kipindi hicho, Engineer Isaac ambaye alikuwepo kwenye kosi cha Yanga kipindi hicho akiwa na kina Dr. Tiboroa ambao walifanya majukumu makubwa na wakamsajili Deus Kaseke akaja kucheza Yanga. Sasa kikosi cha kipindi kile kilikuwa na wachezaji wengi ambao walikuwa na kiu ya kutoka kwenye kikosi cha Mbeya City waende kutafuta maisha kwenye timu nyingine. Lakini sasa hivi wana wachezaji wengi ambao wameshacheza mpira muda mwingi, wapo pale kwa ajili ya kuendelea tu kuendeleza karia zao. Lakini uwezo kaniambia leo Habibu Haji Kiombo ana ndoto ya kutoka nje, sijui kina wachezaji kama kina Ibrahim Mohamed wana ndoto ya kwenda kucheza nje. Kwa hiyo ule ugumu ambao walikuwa wanaotoa Mbeya City kipindi kile siuoni wakienda kutoa sasa hivi dhidi ya Young Africans. Na ukiangalia pia hata michezo ambao wametoka kucheza hivi karibuni Mbeya City, hauoni ushindani ule ambao walikuwa nao kipindi cha miaka ile wakati Mbeya City ile imepanda Mbeya City ngumu. Kwa hiyo kuna urahisi ambao Yanga wanaweza kukutana nao kwenye kikosi dhidi ya Mbeya City, lakini na angalia ugumu ambao watakutana nao kwenye kucheza mchezo dhidi ya Mbeya City kwenye uwanja kama ule ambao ni uwanja mkavu, lakini pia uwanja ambao hauruhusu wachezaji wa Yanga kupigiana pasi kufanya nini. Ijapokuwa kuna namna moja ama nyingine ambayo nimeona Yanga wa mpira ambao wamekuwa wanacheza hivi karibuni,
mpira wa pasi ndefu, wanakimbia sana uwanjani, inawezekana ikawa ni rahisi sana kucheza kwao, tofauti na ile Yanga ambayo walikuwa wanapiga sana pasi kusogea kwenye lango lako, wakipasiana akina Maxi, akina Pacome, akina Stephen Aziziki, wanasogea taratibu kuja kwenye lango lako. Yanga sasa hivi wanatumia mipira mirefu, lakini pia dribbling kwenye eneo la wakina Celestine Eku, kina Pacome Zuzwa, kina Maxi, kina Boka na Mohamed Hussein wakianza, ama Israel Mwenda ndo wamekuwa mara nyingi wana drive team, wanafika juu, wanapiga cross. Kwa hiyo kwangu kuna ugumu kwenye karatasi, lakini ugumu wa kuja kumwangalia mchezaji mmoja, lakini ubora simuoni Mbeya City akimsumbua Yanga. Sawa, dunia mpenye basi na raha hii hapa. Wakati huu unasikiliza Bao la Asubuhi, hii ni Bongo FM. Leo. Sasa hiyo leo bwana tunatoa pikipiki. Okay. Tunakwenda kutengeneza boss. Maana sio lazima uendeshe wewe. Sure. Unaweza tu unaletewa hesabu yako, umetulia zako nyumbani, au kama una kazi yako nyingine unaendelea kufanya zako kazi, jioni hesabu inaingia, au kwa wiki hesabu inaingia. Kwa hesabu rahisi hapa kuna mtu anakwenda kuibuka na 280,000 kila mwezi. Umeona sasa? Anakusanya kwa mwaka, kwa miezi 14. Mkataba hapo maanisha ukashatoa mkataba huyo mtu. Maana yake akimaliza mkataba ananunua pikipiki nyingine hizo? 2, maisha yake yanaendelea. 214. 280. Kwa miezi 14. Mbona pesa ndefu sana? Kwa miezi 14 hiyo kwa miezi. Watu wanaenjoy. Kwa miezi 14 wewe ndefu hiyo mzee. Manake mwaka na miezi 2. Sasa. Na wengine wanaenda mpaka mwaka na nusu. Kulingana na mkataba. Mpya, chombo mpya kabisa anapewa. Na anapewa ikiwa na wese lake. 0 kilomita. Sasa hiyo pikipiki inatoka leo. Jana ilianza jackpot, leo ndio hitimisho, kilele cha kutoa hiyo pikipiki inayotoka mpya kabisa. Cha kufanya ni nini ndugu yangu? Tiketi zikusanya asubuhi hii mapema kabisa, ili jioni tukutane kwenye draw ya kukupa hiyo pikipiki yako. Cha kufanya, nenda kwenye menu yako ya kufanya miamala, kama unatumia Yas ni nyota 150 nyota 01 alama reli, nenda namba 4 lipia bili, bonyeza. Ikifunguka angalia namba 3, wamekwambia weka namba ya kampuni, ibonyeze kwanza hiyo namba 3, itakuletea uwanja kuingiza hiyo namba ya kampuni ambayo ni 553111. Namba kumbukumbu ndio kinachofuata ambayo ni 333 au neno bongo unachagua. Lakini pia ukimaliza hapo utaambiwa weka kiasi cha pesa ni shilingi 1000, kisha namba ya siri na kuruhusu muamala kutoka. Ukitumia Vodacom ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, nenda namba 4 lipa kwa M-Pesa, bonyeza hapo. Ikifunguka angalia namba 4 tena, wamekwambia weka namba ya kampuni, ndio ile unabonyeza namba 4 alafu unaingiza ile ya 553111, bonyeza okay. Utaambiwa weka namba ya kumbukumbu, utaweka 333 au neno bongo, kiasi cha pesa ni buku, kisha weka namba siri na bonyeza 1 kuthibitisha ili muamala wako utoke. Hizi baraka za watu kushinda pikipiki sitaki ziwe za peke yangu, na wengine kutugawane. Tumalizie Yas, tumalizie Airtel na Halotel. Sawa. Samahani, dakika 5 tuko tunamsikia Chio akizungumza hapa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kule Mbeya. Natamani tumsikilize sasa Harrison Walter, then tutaja kukusikia pia upete juu ya maoni yako kuhusiana na uwanja, lakini nini sababu ambayo inaweza kuwatoa pia Mbeya City ama Yanga wenyewe katika mchezo wa leo. Bila kupepesa macho, nadhani kuna kazi kubwa ambayo inatakiwa kufanywa. Ukiangalia eneo la kuchezea, pitch ya Sokoine imeharibika sana na iko hivi wakati huu ambao ni wa kiangazi. Mvua ikinyesha hapo nadhani hatutakuwa tena na uwanja. Kwa hiyo sio kwamba tunalaumu, lakini tunapenda kutoa angalizo kwa vyombo husika kuona jinsi ambavyo wanaweza wakafanya ili kuendelea kumaintain quality ya mechi ambazo zinachezwa hapa, lakini pia quality ya ligi yetu. Tunajua jinsi ambavyo ligi yetu iko kwenye ubora kwa sasa hivi, kwa hiyo tunatakiwa kuendelea kuifanya iwe bora kwa kuhakikisha pia miundombinu au sehemu ya kuchezea inakuwa vizuri. Yes, huyo ni Walter Harrison ambaye ni meneja wa Young Africans, na amezungumza wachezaji wa ndani ambao ni raia wa Tanzania ambao pengine wamepita katika viwanja kama hivi wakati wana katika makuzi yao ya mpira, na pengine wengine wamekuja hivi karibuni kujiunga na Young Africans, walikuwa wakicheza katika viwanja kama hivyo. Kwa nini sasa iwe tatizo kwao? Kwa nini iwagharimu kiasi hicho cha pengine kupelekea matokeo yao yakiwa ndivyo sivyo uwanja uwe ni sababu?
Nafikiri ni kinachomata hapo at most. Ni kweli kwamba wachezaji wengi hususan wa Afrika Magharibi wanatoka kwenye viwanja vigumu kuliko hivi. Viwanja vyao ni vigumu ama vibovu kuliko hivi. Ukienda kwenye nchi kama Nigeria, Mali, Senegal, viwanja vyao vya mazoezi si bora kwa kiwango hicho kama ambavyo vipo hapa. Lakini utofauti unakuja ni adaptability ama uwezo wa kuenenda na mazingira, kukop na mazingira. Ndiko ambako kuna mfanya mchezaji sometimes anakuwa kama analemaa na kile ambacho anakifanyia mazoezi. Yani ndio maana huo wanasema siku moja kabla ya mechi ufanye mazoezi kwenye uwanja utakaotumia, ni kwa sababu mwili wa binadamu una tabia za tunasema tabia za kulevya ama tabia za kulewa. Young Africans wanafanya mazoezi kwenye uwanja laini sana ule wa pale Avic. Sasa wakiwapeleka kwenye uwanja mwingine wowote, maana yake ni kama wanaanza maisha mapya ambayo hayakuwa yale ambayo wanayafanyia kazi kila siku. Na always unachokifanyia sana mazoezi ndicho unachokipractice mara nyingi zaidi. Kwa hiyo kufanya mazoezi kwenye uwanja ambao unakuruhusu wewe kupiga pasi ya chini, matokeo yake itakuwa ni wewe pia kuendelea kucheza mpira ule ule ambao unaufanyia kwenye uwanja wa mazoezi. Lakini kukutana na uwanja mwingine, hapo game plan lazima itabadilika pia kwa sababu ya mahitaji ya mchezo wenyewe, lakini pia mahitaji ya limiting factor za kiwanja. Kiujumla, ukiniuliza mie nikajumuisha kile ambacho nakitazama kuelekea kwenye mchezo regardless ya uwanja, hii ni aina ya mechi ambazo hakuna mtu ambaye atashangaa kama Yanga watacheza mpira usiokuwa wao ule na usiovutia. Alafu ama mpira usiokuwa na ushawishi alafu akapata matokeo. Hakuna atakaye question kwa sababu mwalimu Romain Folz ameshatuonesha mpira huo kwenye uwanja ambao unaruhusu yeye kucheza. Sijui shanifahamu. Ashacheza hivyo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Ameshacheza hivyo kwenye uwanja wa Stade de Novembre pale Angola. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kaja kashangaa mwalimu kucheza timu kucheza mchezo ambao tafsiri ya kimpira tunasema mchezo mbaya. Hakuna atakayeshangaa ikiwa Yanga watapata matokeo. Question ama kuwa questionable kutaanza pale ambapo timu labda haitapata matokeo mazuri. Sio unafahamu? Ndio watu wataanza kulink na matukio ya siku zilizopita. Kwa mfano, we do expect kwamba Yanga kuna siku atacheza vibaya. Lakini dhidi ya nani? Na itaenda kwa muda gani? Sijui shanifahamu. Level ya Pamba, level ya Mbeya City, level ya Willet Benguela. Si aina ya mechi ambazo ukicheza vibaya watu wanaweza kanyamaza tu wakakwambia tutacheza vizuri tu, kwa sababu whether unajitafuta ama vyovyote takavyokuwa. Kitu ambacho tunakiamini, Yanga walimtafuta mwalimu ambaye tayari ana idea ama anafahamu kitu kuhusu Yanga Afrika. Sijui unanifahamu. Na hata mazingira yake ya kuingia ndani ya timu yalikuwa ni mazingira ya kwamba mwalimu anaenda kuendeleza tu kilichokuwepo. Bahati nzuri ama mbaya, mwalimu Romain Folz amefika na kuanzisha kitu chake kipya kabisa ambacho sio kile kilichokuwa kinaonekana siku za nyuma, kwa maana ya kucheza kwa build up kutokea chini na kuanzisha movement kwenye mazingira ambayo atacheza kuanzia square passes, atacheza forward passes, sideway passes. Watu watashuhudia kwamba goli linatengenezwa kutoka hapa. Kwa muda mchache aliokaa, na kwa vile ambavyo mimi nilishawahi kumuona akifundisha timu za nyuma, bado amebaki yule mwalimu ambaye anategemea mipira mirefu, lakini pia anategemea quick transition, kwamba wewe kwa sababu unazuia hapa muda mwingi, ukinasa tu mpira kwenye muda ambao unashambuliwa, on the spot unaenda kutafuta goli kwenye muda ambao unaamini opponent wako defensive pattern yake sio ile, kwa sababu kuna watu walikuwa wamehama kwenda kwa attack kwenye muda ambao wewe ulikuwa unazuia, lakini kwa namba nzuri ambayo pia utaweza kuishambulia. Sasa kwenye mazingira kama haya anahitaji wachezaji gani ili kushinda mchezo huu? Cha kwanza, wachezaji ambao ni very clinical kwenye kila eneo. Yani kama ni central defender, awe ni clinical enough kwenye kucheza hiyo mipira ya mwisho, kuswipe na vitu vingine vya namna hiyo. Kama ni striker, awe mmaliziaji mzuri kukill nafasi chache ambazo watazitengeneza, kwa sababu you do expect kwamba malale 50. Si aina ya mwalimu ambaye akiwa nyumbani anapenda kupaki sana. Mara nyingi anapenda kucheza. Timu zote anazofundisha malale 50. Mpira utauona na utaenjoy.
amekuwa na bahati mbaya kwamba huwa hapati mastrika wakali sana kwenye eneo la mwisho. Hicho kimemwangusha akiwa na Ndanda, hicho kimemwangusha akiwa na Alliance, kimemwangusha pia akiwa na Polisi Tanzania, na kaja kumwangusha mara ya mwisho akiwa na JKT. Walikuwa wanaweza kutengeneza hata nafasi 6, lakini kufunga hata goli moja ilikuwa shughuli. Yes, na timu ikitengeneza manake kocha kazi yake kaifanya kwa usahihi. Lakini JKT, Alliance, Ndanda ile ya kina Majogoro, ya kina Henrik Nkosi, akaja Polisi Tanzania ile ya kina Datius Peter na wengine wengi, lakini bado timu ilikuwa haiwezi kufunga magoli mengi. Kwa hiyo hata sasa hivi wanavyocheza Mbeya City, wana Habib Kiombo na wengine, bado naendelea kuamini kwamba watajaribu kutengeneza nafasi, watajaribu kucheza kwa counter attacks, lakini pia kwa kumiliki mpira kuanzia hapa kwenye mid block ama katikati. Lakini kitu pekee ambacho watakabiliwa nacho kama changamoto ni eneo la finishing. Young Africans, mechi hii ya Romain Folz ndio mechi ya kurudisha vilivyopotea. Ni mechi ambayo anapaswa kucheza kwa performance ambayo si ya kubeza, lakini pia matokeo ambayo hayatakuwa yana doubts. Kama anakwenda kupata sare, anakwenda kupoteza kwa namna yote, na mpira ule anaocheza, watu watakuwa na sababu nyingi za kumquestion kuliko kama atacheza kwenye namna iliyo bora. Alafu hata kama atatoa sare, hakuna mtu atakayeshangaa, kwa sababu mikoani ndio Simba na Yanga mara nyingi wanaangusha alama. Lakini wanachezaji huko mikoani wana process kwa kiwango gani, wana mipango kwa kiwango gani, nani ambaye atakuwa subjected kwenye mpira baada ya dakika 90? Yani timu imecheza vizuri, amekosa magoli Prince Dube, hakuna atakayemlaumu mwalimu. Lakini timu imecheza vibaya, dakika 90 hakuna clear chance iliyoonekana, hakuna pattern ya uchezaji iliyoonekana, flow ya mpira ilikuwa nzito. Absolutely watu watamkweseni mwalimu, na niliona Alikamwe akimtetea. Ni sahihi kwake kufanya vile kwa sababu analinda ugali wake. Lakini wanachopaswa kufahamu ni kwamba hakuna mtu anaye doubt pasipo sababu. Na ukiona mashabiki wenyewe sio, unajua wanatupiaga huku kwetu kwamba wachambuzi ndio wanaolaumu tu. Ukiona shabiki hata mmoja tu ama watatu kati ya 10 wakaanza kudoubt, ujue kuna kwenu wote hapa. Nimeshatazama mechi nyingi sana za Young Africans ambazo pengine hawakushinda, wakiwa na makocha wengine tofauti na Romain Folz. Pengine pia walipata sare, pengine walicheza vibaya, lakini toka Romain Folz ameingia nafikiri hajapoteza game mpaka sasa. Lakini namna ambavyo wanacheza tena tofauti ya vipindi inamgharimu zaidi, ama inagharimu kikosi zaidi, kwa namna ambavyo watu wamekuwa kizungumza, wachambuzi pia mashabiki. Tatizo liko wapi kwa Romain Folz? Kwa sababu kama matokeo yanapata, mimi napata mkanganyiko kidogo. Nikasikia juzi akisema anasikia pia yeye maneno wakati anazungumza na waandishi. Ni jana akiwa anazungumza na waandishi wa habari, na mimi nilipelekea kumsikiliza na kudhani kwamba pengine anajua anachokifanya. Upo sahihi kabisa. Walimu wengi sasa hivi ni wajeuri wa mbinu zao. Hata Ruben Amorim alisema aheri mnibadili kuliko nibadili falsafa yangu. Sijui unanifahamu. Romain Folz anafahamu anachokifanya kwa sababu ndio center of philosophy yake. Yaani kwamba atacheza mpira, tunasema objective, si ndio? Alianzisha neno objectives na Robertino. Lakini kwa nini unajua tuna doubt, ama kwa nini watu wana doubt? Hoja yao ya msingi iko wapi? Kwanza, unavocheza mpira huu wa magagaziko ama unavocheza mpira mgumu, tafsiri yake ni kwamba upo kwenye njia nyingi za ukikutana na timu fulani unazopata matokeo. Yaani na kugaranti kwamba kuna siku tu utakosa matokeo. Hiyo ni ya kwanza. Lakini cha pili, mpira wa sasa hivi ni tofauti kidogo na wa zamani. Kuna mtu atakuambia simulizi ya Mourinho mwaka 2004 mpaka na 7 akiwa na Chelsea, lakini akasahau kama maisha pia yamebadilika sana kutoka na huyo Jose Mourinho. Sasa hivi sio yule miongoni mwa elite manager kwa sababu mpira umebadilika. Yaani Mourinho sasa hivi ukimzungumzia ni history, sio yule wa current kwamba anaweza kufanya. Ukiona anafika sehemu anafukuzwa na Fenerbahce, maana yake kuna sehemu hapako sawa. Ile football yake haiwezi tena kuweka out kwenye dunia iliyokuepo. Sasa ukiwa unacheza vizuri, tafsiri ya kwanza ni nini? Kwanza confidence ya wachezaji inaongezeka, kwa sababu muda wote hawafiki kukosea, wanajua goli tunalipata. Na the way unavokana mpira muda mwingi, ndivyo the way ambavyo unakuwa na nafasi nzuri ya kutengeneza goli
kwenye njia zinazoonekana kuliko kwenye njia zile za ghafla. Tunasema Young Africans kama watacheza ama kama wanavyocheza hivi, watu wanachoimagine ama question la msingi tu ni kwamba unacheza vile, unashinda goli 2, si ndio? Goli la kwanza inaonekana kabisa ni brain ya Pacome imefanya kile ambacho natakiwa kufanya, sababu ni mchezaji wa Young Africans, anacheza pale kwa sababu hiyo aibebe timu kwenye mazingira yanayohitajika. Lakini what if Pacome leo hayupo kwenye ubora wake? Ni nani mwingine ambaye anaweza sasa akafanya mpango kazi huu wa mwalimu kuwa bora? Kwa sababu si kila siku Pacome ataamka kwenye ubora unaotakikana. Lakini cha pili, unapata matokeo ya ushindi 100%. It's very okay, it's very fine. Lakini huu muundo wa timu inavyocheza, opponents wako ni wakali wa kiwango hicho cha kufanya kwamba uone udhaifu wako. Simba dhidi ya Simba amepiga amekosa magoli 5, clear goals 4 akisave Jigijara na jingine moja ilikuwa ni uzembe wa Simba wenyewe, si ndio? Pamba Jiji FC amewin ama ameshinda mipira zaidi ya mara 3 kwenye half ya Yanga, ambayo kama angekuwa na speed akawa na watu sahihi wa umaliziaji, mechi angekuwa anaweza kuifanya ngumu kabla ya Yanga kupata goli. Sijui unanifahamu. Willet Bengela mpaka 45 za awali zinamalizika, ama mpaka ile Yanga wanakuja kufunga goli ile kwa la kwanza, kabla pale Yanga alikuwa ameshasambuliwa zaidi ya mara 4 active kuliko yeye ambavyo ameshambulia. Kwenye mazingira kama haya ni lazima watu watadoubt kwamba vipi kama unakutana na mtu clinical enough alafu akabond huku nyuma akaweka watu sahihi, akaweka watu wazuri, utategemea kuendelea kubadilisha. Na game zake zimebadilika zaidi kipindi cha pili, dakika za mwisho kuanzia dakika 60 na je, Malale 50 kama akafanya hiyo homework yake vizuri, vipi Young Africa wakaja wakakumbana na mazingira yale waliocheza dhidi ya Pamba kwenye kipindi cha kwanza? Unacheza vile dhidi ya Pamba uwanja wa Benjamin Mkapa, lazima utatoa maswali ya msingi kwa watu kuhoji kuliko kuweza kujitetea. Kwa hiyo kwa moja na Lugendo mna maoni tofauti nafikiri kila mmoja. Mimi jana nilizungumza kwamba inawezekana Folz ana vitu vingi sana ambavyo anatamani kuvifanya, lakini kuna sehemu ambayo inamkwamisha. Na moja ya kitu ambacho mimi ninakiamini ni kwamba Yanga ina wachezaji wazuri, na mashabiki wao wanajua kwamba wana wachezaji wazuri, na sio wachezaji ambao hawajawaona wakicheza. Yani kila mtu keshamuona Max akicheza, Pacome akicheza, Mudathiri akicheza, Dube akicheza, wachezaji wengi wameona wakicheza. Sasa inapofikia muda wanashindwa kuona ule uchezaji wao wa kila siku na timu inahangaika kupata matokeo, ni lazima tu, hata kama sio mshabiki wa Yanga, hata mshabiki mwingine tu ataoji na kujiuliza hawa wachezaji ni kwamba wachezaji wameshuka viwango ama kuna shida kwenye maeneo fulani. Lakini mimi ninachoamini Folz ni kocha mzuri. Kitu ambacho sasa hivi anashindana nacho ni kwamba ni mwalimu ambaye sasa hivi anahitaji kutengeneza kitu chake kwenye klabu. Na kwenye kutengeneza kitu chake kwenye klabu amekutana na mazingira ya situation mbili. First, amekutana na kikosi cha wachezaji ambao hawamjui, wale wachezaji waliokuwepo Yanga kipindi chote. Lakini pia yeye mwenyewe anaweza akawa anawajua nje, lakini bado hajawajua vizuri asilimia zaidi ya 80 ambazo zinaweza zikamfanya kumjua kwamba Pacome akifanya hivi nini kitatokea, huyu akifanya hivi nini kinatokea. Lakini ana kundi la wachezaji wengine. Unajua sasa hivi Yanga wamesajili wachezaji wengi ambao wanatakiwa kuingia kwenye kikosi. Tofauti na kipindi cha nyuma, Yanga walikuwa wanasajili wachezaji kwa ajili ya kuongezea vile vidoti ambavyo vilikuwa vinaonekana kufeli. Lakini sasa hivi wanahitaji mtu aingie kwenye eneo la kiungo acheze alipokuwa anacheza Khalid Aucho. Wanahitaji mtu aingie kwenye eneo la kiungo alipokuwa anacheza Stephen Aziz Ki. Wanahitaji mtu aingie kwenye eneo la umaliziaji alipo Prince Dube. Wanahitaji akina Celestine Ekuu waingie kwenye maeneo ya pembeni, lakini wanahitaji pia mabeki wa chini. Wanamhitaji beki mmoja wa pembeni aingie pia kwenda kwenye kucheza. Kwa hiyo kwenye hayo mazingira mwalimu amekutana na situation ambayo anataka kuingiza mfumo wake, lakini pia kwenye muda huo anataka wachezaji wapya wazoeane na wachezaji wa zamani. Kwenye situation hiyo hiyo anahitaji timu yote imjue mwalimu anaitaka nini, na mwalimu ajue mchezaji mmoja mmoja nikimpanga huyu na huyu watacheza kwenye pattern gani na watanipa nini kwenye timu. Na ndio maana sasa hivi nikazungumza ya kwamba ukimtazama Young Africans sasa hivi anafikika sana kwenye lango lake.
na hiyo sio kawaida wa Young Africans. Yani kumkuta Diarra kwenye mechi 3 mfululizo anafanya crucial save mpaka mtu anashangaa Diarra vipi? Yani anafanya save mpaka unajiuliza mabeki walikuwa kwenye maeneo gani? Hizo ni situation ambazo Yanga walikuwa hawajazizoea. Yanga walikuwa hawajazoea kuona eneo la umaliziaji la Young Africans forward line inakuja chini kuja kuchukua mashambulizi kuanza kuondoka na timu. Yani sasa hivi Dube ndio ni miongoni mwa wachezaji ambao wanajua sana kuja kusaidia timu kujenga mashambulizi. Lakini ni mara chache tulikuwa tunamuona Dube anakuja mpaka mstari wa katikati chini kuja kuchukua mpira kuanza kujenga mashambulizi na timu. Na ndio maana nikasema mechi ya juzi waliocheza Pacome anakuja kufunga goli, ukiangalia muda mwingi sana wale jamaa kipindi cha kwanza walikuwa wanacheza backline yao ilikuwa free. Hakuna mtu anawapa purukushani, hakuna shida yoyote. Alivyoingia Andy Boyeli, wachezaji wakawa wanashangaa huyu beki mbona forward anakuja kucheza sana karibu na sisi. Na bahati mbaya Pacome akaja kugundua hilo gepu, akaja kupigiana pasi yeye na Boyeli, wachezaji wakachanganyikiwa wale mabeki. Tumkabe Boyeli au tumkabe Pacome ambaye anakuja kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo hayo mazingira ambayo yanatokea, watu wanakuja kuangalia, wanaona kabisa kuna sehemu ambayo mwalimu ameishia. Lakini haimaanishi kwamba Folz ni kocha mbaya, kwa sababu bado hamna mtu ambaye anaweza akasema 100% kwamba Folz anatumia mfumo huu anacheza hivi. Bado mtu hawezi kukamilisha huo mfumo. Mwalimu ndio kwanza yupo kutengeneza mfumo wake kuja kumaliza jambo. Kwa hiyo kwangu mimi ninaamini ya kwamba ni kocha ambaye anahitaji muda, lakini muda wake anaohitaji anatakiwa pia kuangalia namna gani ambavyo anaweza akanatengeneza kikosi kikawa kina relax, yani kikawa kinampa uhuru wa yeye kuweza kutengeneza kile anachokifanya, kuliko sasa hivi inaonekana ni kama ana hamu sana kutengeneza kitu chake, na wakati bado wachezaji hawajawa tayari kubadilika kwa haraka hivyo ambavyo yeye anaamini. Folz mwenyewe yuko hapa. Tumsikilize afu Lugendo atakuja kuniambia, kwa sababu Folz nilivyomsikia amesema atakuja kuwapa Yanga mafanikio ambayo hawajawahi kuyafikia. Mafanikio yao ni yapi? Ikumbuke kwamba hapo kwenye michuano ya ligi mabingwa Afrika, kwa hapo ni kuanzia nusu finali kwenda juu, na mafanikio na mataji yote na mafanikio ni kombe. Tulisema hapa nyinyi mafanikio ni kombe. Ndio maana nimesema nusu finali kwenda juu. Mimi kwangu nusu finali itakuwa mafanikio. Mimi kuna wakati niliwahi kusema wakifika katika eneo lolote lile ama mtu yote ile kwenye maisha akifika kwenye eneo lolote lile ambalo hajawahi kufika ni mafanikio. Hapa ndani siku moja wakaja kwenye mpira mliamua hivyo, na sisi tumewasikiliza. Tunamsikia Romain Folz. The game of tomorrow, just like any other game that we approach, we're looking to give a good performance. Most importantly, we're looking to get a positive result. Mchezo wa kesho ni kama michezo mingine tuliyowahi kucheza. Kucheza vizuri ni jambo muhimu sana ili tuweze kupata matokeo mazuri. Ni mchezo tofauti, lakini malengo yanabaki kuwa yale yale. Kama zilivyokuwa mechi nyingine, tunakwenda kupambana tupate matokeo mazuri. Tunafahamu hautakuwa mchezo rahisi. Hivyo tutajaribu kufanya kila kitu kimbinu kuhakikisha tunafanya vizuri. Tunatarajia kupata sapoti kubwa sana kutoka kwa mashabiki wetu kwenye siku hiyo ya kesho. Kuhusu hilo, kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni yake. Sina shida kabisa kwenye hilo. Mtazamo wangu ni rahisi sana. Hii ligi ni ndefu mno. Kwa hiyo napaswa kuandaa timu inaweza kufanya vizuri zaidi. Na nadhani tuna kikosi bora sana, na kwa sasa tunapambana kufika kwenye ubora wa juu. Kwa hiyo ni sawa tu kila mtu kutoa maoni yake, lakini sisi kama klabu ni lazima tuwe kitu kimoja kwenye nyakati kama hizi tunaposuka kitu kizuri kwa ajili ya timu yetu. Nadhani ndani ya kipindi kifupi tu kijacho tutakuwa sehemu nzuri sana. Lakini unapozungumza kuhusu performance ya baadhi ya wachezaji, sipendi kabisa kuzungumza kuhusu mchezaji mmoja mmoja, tena mbele ya waandishi wa habari. Hapana. During press conferences, if I have something to say to a player, I will go directly to him. Yes, huyu ni Romain Folz akizungumza hapa, na ameweka kila kitu sawa kwa upande wake. Kwa upande wenu hapa ndani sasa hivi ukimzungumzia Romain Folz ndani ya Yanga, tayari ameshafeli kwa kiasi. Bado ana muda wa kurekebisha, lakini ameshafeli. Kwa sababu gani? Ukifuatilia taratibu na au mbinu za walimu, mara nyingi huwa inasemwa kocha anapoingia kocha mpya kwenye timu anahitajika kupata wiki zisizopungua 6 ili kutengeneza walau picha ya kile ambacho anataka timu yake ifanye. Romain Folz ana miezi 2 sasa hivi toka atwe Yanga. Alikuwa na timu pia pre-season. Kwa hiyo tulitarajia sasa hivi tuanze kuona walau picha
ya kile ambacho yeye anakicheza na timu inavyo flow uwanjani kwa uhakika, sio kwa kubahatisha, kwa uhakika. Kitu ambacho mpaka sasa hivi kinaonekana bado hakijapatikana. Ndio maana unaona timu haijapoteza mchezo, haijaruhusu goli, lakini bado watu hawaridhishwi kwa sababu watu hawaoni flow inayowapa uhakika. Yaani ile hali ya kutabirika kwamba unaingia uwanjani unaangalia mechi unasema kwa hii move huenda hapa likawa goli. Kwa hii move timu inavyocheza huenda muda fulani mpaka muda fulani huenda kuna kitu kitatokea. Hicho kitu hakionekani. Mtu ambaye ana miezi 2 kavuka wiki 6 ambazo kwa mfumo wa coaching miezi 6 wiki 6 huwa zinatosha kuanza kutengeneza kitu kwenye timu. Lakini pia nje ya hapo kuna hoja ambayo inazungumzwa kwamba ana wachezaji wageni na ana wachezaji wapya. Kitu cha kujiuliza, je, wao wachezaji wageni ni kiwango chao ambacho kiko down, wanachelewa kumatch ama ni vipi? Kwa sababu tunaona timu kama Azam FC, kama kuna timu ambayo haikupata muda wa kutengeneza hiyo chemistry kati ya wachezaji wageni na wapya, basi Azam inaongoza bila timu nyingine yoyote ile. Yaani mbali mno na Yanga ilipokuwa. Kwa sababu Azam alikuwa na wachezaji wengi kwenye timu, alichelewa kupata wachezaji wa timu ya taifa, wachezaji wageni mpaka ameshaenda pre-season Rwanda na karibia sijui yupo katikati ndio kuna baadhi ya wachezaji wageni wengine ndio wanaenda kujiunga naye. Wapo 10 walioingia baada ya pale. Umeona? Kwa hiyo amepata muda mfupi zaidi, lakini leo hii ukikaa unaangalia mechi ya Azam, unaiona namna timu ambayo ina flow, unaona timu ambayo ina confidence ya kukaa na mpira na kupiga pasi. Japo pale mbele striker wake alionao wanamwangusha, wanakosa magoli mengi, lakini mpaka wanafikia unaona striker wanakosa magoli mengi, maana yake timu ina flow katika mfumo ambao unaona kabisa hii timu inacheza. Kwa hiyo ukiniambia mimi Romain Folz ana wachezaji wageni, bado ana muda, apewe muda, yes, naweza nikakubali kwa sababu kila mwalimu ana namna ambavyo ana uwezo wa kumechi na wachezaji na kutambua namna gani anaweza kuwaweka wachezaji vizuri, lakini bado mpaka sasa hivi kabla National hajaongea kwa Azam ni kesi tofauti. Azam na Yanga ni kesi tofauti. Azam sasa hivi angalia, Foba anacheza golini, alikuwa na mwalimu mazoezini. Nathaniel Chilambo anacheza mbavu ya kulia, amemuondosha Rusajo Mwaikenda. Nathaniel ndo alikuwa mazoezini. Eneo la kati Yolo anacheza na Yeson Fuentes. Hawa wote walikuwa mazoezini. Na kuna mechi Landry Zuzu. Beki mpya alosajiliwa Azam, hamna mtu ambaye amecheza. Sio Shomali Lawi, sio yule nani jina lake limenitoka, hamna mtu ambaye amecheza. Sogea eneo la katikati anacheza Zaidi Yahya, alikuwa mazoezini, alikuwa na mwalimu. Sawa. James Akamiko. Yani Azam ni kesi tofauti, haiwezi kuikompea na Yanga. Azam kesi tofauti. Alikuwa anazungumzia kuhusiana wageni, wachezaji wageni kuingia kwenye kikosi. Azam Ibenge anamuingiza mchezaji mmoja kwenye kikosi, hajaingiza mabadiliko kama ambavyo Folz amejaribu kujaza wachezaji wengi. Swali langu dogo tu hapo. Unaamini wale wachezaji waliokuwa na train na Yanga wana uwezo mdogo ndio maana mwalimu hawaamini kwenye nafasi? Wana uwezo, anawaamini wanacheza, lakini wamekuwa wanamwangusha. Mbona kuna mchezo alioanzisha Celestine Eku, alimwanzisha Lasini Kouma, alimwanzisha Dombia, walicheza kwenye kipindi cha kwanza. Second half akaja kubadilisha, akaingiza wachezaji ambao ni wageni pia, lakini wakaperform. Kwenye winga akacheza Edmund, akacheza Chikola, timu ikaflow, ikapata matokeo. Okay, kwa mfano Chikola alikuwepo na team pre-season. Edmund alikuwepo na team pre-season. Mchezaji pekee ambaye hakuwepo na timu ni wale waliokuwa na timu ya taifa ya Tanzania peke yao ambao walikuwepo kwenye michuano ya CHAN. Kwangu mimi no excuse, kwa sababu hata huyo Mzinze hachezi, wanabaki wachezaji 3 ama 4 na sio wote ni sehemu ya kikosi cha kwanza. Kwangu mimi no excuse. That's why mimi nimesema hawezi ukafanya comparison ya namna Zamu inavyoundwa na Young Africans inavyoumba. Yani kesi tofauti. Ibenge anavyoumba Azam na Yanga ni kesi tofauti. Hata kana Ben Zaitun kwa mfano una yule winga Barakate Hind ameingia siku chache tu kabla ya ligi kwanza. Ndio maana nimesema ukiangalia wachezaji wachache walioingia kwa Ibenge ameingiza wachezaji wachache wageni ambao wamekuja kufanya mjumuiko na wachezaji wa kwanza. Na kwenye hoja yangu mwanzoni mimi niliongea nikasema
kama Folz angeamua kwenda taratibu, kwa maana ya kwamba awe anaangalia magepu yaliopo, anapachika wachezaji wageni, angepata uharaka wa kuja kuunda muundo mzuri wa kwenye kikosi, kuliko hivyo ambavyo anaunganisha wachezaji. Inaweza ikatokea mechi, nakumbuka kuna mechi ilikuwa, sikumbuki vizuri, ila nadhani ilikuwa ni mechi ya Pamba kama sikosei, alianzisha wachezaji wengi wageni kwenye eneo la juu. Alicheza Lasim Kouma, Boyeli. Yaani wachezaji walikuwa wengi, wakashindwa kuflow. Alikuwa Edmund, alikuwa Boyeli. Balakonte alicheza. Timu sasa hapo ndio maana nikasema ukija kuweka na kesi ya Azam ni kesi tofauti, kwa sababu jana pia mimi nimeeleza namna ambavyo Ibenge alivyokuwa Peter, sio kesi tofauti kwa sababu kwani kocha wa Yanga wamesajiliwa wachezaji wangapi wapi? Ngoja kwanza. Kwa upande wa Azam ukiangalia Azam wachezaji wapi ambao wanacheza katika eneo la kiungo, yuko Kanuti, striker. Kuna mchezo wa shirikisho alianza Kitambala, lakini walivyokuja kwenye ligi akaanza na Soro Saadi. Unajua, alafu kuna mchezaji mwingine ambaye anapata nafasi pia, Himdi Barakati. Kwa hiyo katika wachezaji wapya ambao wamesajiliwa Azam ni wachezaji watatu tu ambao wamepata nafasi. Alianza season. Ngoja anayepanga ni nani? Anapanga mwalimu. Sasa ili turudi kwenye point, nafikiri ambacho watu wanasahau hapa ndani ni kwamba kinachowatokea Young Africans kwa sasa kikubwa ni kwamba mashabiki wana kiu ya wachezaji wengine ambao pia hawaperform vizuri kwenye mechi ambazo wanapewa mfumo anaopewa na Folz Nation. Kwanza wanayanga wanatakiwa kujua kwamba timu yao iko kwenye mabadiliko. Yaani hii ni transition ambayo Yanga wanaifanya. Walikuwa na makocha ambao wana base kwenye possession. Timu inamiliki mpira alafu inatengeneza nafasi. Na ukifuatilia hata Miguel Gamond, ukija kwa Nabi, hata Hamdi Miludi alioondoka, cha kwanza ilikuwa Yanga kwanza lazima imiliki mpira. Ikishamiliki mpira ndo inaanza kutengeneza nafasi. Lakini sasa hivi kocha Folz yeye anakwenda kuibadilisha Yanga. Kumiliki mpira sio kipaumbele namba moja, na sote tunajua timu ambazo zinamiliki mpira zinavutia mashabiki. Yaani shabiki anapenda aone pasi nyingi, aone namna ambavyo timu yake imedominate game kwa kiasi kikubwa. Lakini sasa hivi Romain Folz yeye hamiliki mpira. Hiyo sio falsafa yake. Yeye anacheza direct football. Anataka wachezaji ambao kwanza, kama utagundua kwenye ule mchezo dhidi ya Williet Benguela, kuna muda walikuwa wanafanya mpaka high pressing kama mnakumbuka. Wachezaji washambuliaji ndo wanakuwa wa kwanza kukaba pale mbele, kukaba wapinzani. Kuna muda walikuwa wanafanya counter attack. Kuna bao wamefunga kwa counter attack katika ule mchezo dhidi ya Williet. Sawa? Angalia mchezo wao dhidi ya Pamba. Kuna bao lile la Mohamed Hussein. Angalia ile flow ya mpira, Mohamed Hussein anatoka na mpira pembeni. Ilikuwa ni Mohamed Hussein na Dumbia, Mohamed Hussein na Kouma, Mohamed Hussein na Pakome, mpaka anakwenda kutoa pass pale katikati. Kwa hiyo sio ile Yanga ya kumiliki sana mpira. Ile possession hana yeye mwalimu. Mwalimu anacheza mpira ambao ni direct. Pasi 2-3 ameshafika kwenye lango la mpinzani. Watu wanatakiwa kuelewa hicho kitu. Kwa hiyo mwalimu anaonekana kwamba timu haifanyi vizuri. Na timu inafikiwa kwa sababu cha kwanza unafanya high pressing. Unapofanya high pressing unakuwa na wachezaji wengi ambao hawako katika eneo lako. Pale ambapo unafanyiwa counter attack ni rahisi wewe kufikiwa, lakini umeondokewa na Haldi Aucho ambaye alikuwa ni bora sana katika kuilinda ile back four. Angalia mchezo wa Yanga dhidi ya Pamba. Abdullahi Yonta Kamara alikuwa na uwezo wa kumpressi Lassine Kouma, anamnyang'anya mipira. Alikuwa ana uwezo wa kuwakaba viungo wa klabu ya Yanga. Mpaka Najimu Ibrahim Musa walikuwa na uwezo kabisa, kwa sababu pale wanamkosa mtu kama Haldi Aucho ambaye alikuwa bora kwenye kukaba na alikuwa na uwezo mzuri wa kulinda back four yake. Lakini sasa hivi wana kiungo kama Musa Balakonte, na kuna mechi ambayo mechi ile dhidi ya Pamba Azizi Andabwile hakuanza, ambaye ukiangalia katika eneo la kujilinda Azizi amekuwa bora. Azizi hakuanza katika ile game. Kwa nini Yanga wasifikiwe? Kwa hiyo utagundua kwamba ile high pressing ambao wanaifanya inawafanya katika eneo lao la kujilinda
liwe na watu wachache, ni rahisi kwa washambuliaji wa timu pinzani kumfikia goalkeeper. Kwa hiyo mashabiki wanatakiwa kuelewa. Kingine wanatakiwa kuelewa huo udhaifu wa mwalimu wa kuruhusu kipa kufikiwa kirahisi. Sasa kiungo wao yupo, kiungo ambaye alikuwa bora. Yaani kwamba ujue kuna mapungufu hapo, kwamba Aucho alikuwa ni kiungo bora katika eneo la ulinzi, ameondoka. Asipokuwepo Andabwile, mwalimu anafanya rotation kwa sababu pia ya ugumu wa ratiba. Ratiba yao iko very very tight. Sawa? Lazima afanye tu rotation. Asipokuwepo Azizi Andabwile, unaona Yanga ambavyo inafikiwa. So utamlaumu mwalimu? Mwalimu lazima afanye rotation kwa sababu mazingira ya ratiba yanamlazimu afanye hivyo. Kwa hiyo wanatakiwa kuelewa. Na kingine, uongozi wa klabu ya Yanga wao ndio ambao wanatakiwa kusimama na mwalimu katika hili, kwa sababu wanajua wao ndio ambao wamemchagua Falls. Hawakumchagua mwalimu ambaye ana falsafa ya kumiliki mpira kwanza afu ndo aanze kutengeneza nafasi. Wao wamechagua mwalimu ambaye anacheza direct football. So shida ya mashabiki, viongozi ndo wametaka wao kumchagua mwalimu wa aina ile. Kwa wao sasa wanatakiwa kumtengenezea mwalimu kufanya kazi katika mazingira mazuri. Cha kwanza ni utulivu. Tuyatunze, tutatufaa sana siku za mbele. Cha kwanza ni utulivu, lakini pia ni kumsupport mwalimu kwa kumpa muda. Mimi naamini kwa kile ambacho anakifanya, wachezaji hawa wapya waliosajiliwa, wewe bado una imani wakiklik kwenye mfumo, mimi naamini watafanya vizuri. Tuachane na Young Africans. Kwa neno kuklik. Sawa, tukumbushe kuhusiana na fedha, huku mimi nikitafutana na wadau wengine ambao wapo kwenye bao la asubuhi despite Young Africans. Wakati Peter akimsaka mshindi hapo kumpigia ni unajua kocha Malale 50 kwanza ni kocha ambaye yuko bora sana kimbinu. Okay. Kabla hajakwenda kucheza mechi lazima ajue wapinzani wanacheza vipi. Na ukiangalia kitakwimu kwa misimu ambayo Mbeya City walikuwa ligi kuu, misimu 10, Yanga alivyokwenda katika uwanja wa Sokoine mara 10, amefanikiwa kushinda mechi 3, amepoteza mchezo mmoja na wametoka sare mechi 6. Manake uwanja wa Sokoine umekuwa ni uwanja mgumu. Na kitu kingine, Mbeya City nikiangalia ule mchezo wao dhidi ya Azam FC, mwalimu aliamua kupaki basi na alikuwa anashambulia kwa kushtukiza. Sasa kilichomwangusha katika ile mechi ni aina ya washambuliaji aliokuwa nao. Alikuwepo na Eliud Ambokile, Habibu Haji Kiombo, lakini pia Vitalis Mayanga. Baadaye alikuja kuingia Peter Mwalianzi, ambao hawakuwa mastrika hatari kiasi kwamba wangeweza kuidhuru safu ya ulinzi ya klabu ya Azam, ambao ndo naleo anao, ambao ndo wale anao. Sasa hii game Mbeya City kitakachowabeba zaidi, kama watafanikiwa kupaki basi na watakuwa bora kwenye kujilinda, wanaweza wakaambulia sare, kwa sababu katika ule uwanja tayari katika mara 10 ambazo Yanga kaenda pale wametoka sare mechi 6. Manake kuna namna ambayo wanaweza wakawa bora kwenye kujilinda, na pia wana walinzi ambao ni wazoefu, kina David Mwasa, lakini pia Ibrahim Ame yule ambaye amepita Simba, Coastal Union, Mtibwa na mara mwisho alikuwa Mashujaa. Wana viungo kina Omar Chibada ambao sio viungo wazuri sana, lakini kutokana na aina ya uwanja na ile staili yao ya koma kumwanya, ya kupiga mpira juu, naamini kabisa wanaweza wakapambana na wakatengeneza mazingira magumu kwa upande wa Yanga. Kwa hiyo draw ni kitu ambacho inaweza ikawa ni matokeo mazuri leo hii kwa Mbeya City, kwa sababu ya ubora wa Malale 50 ambaye anaweza akatengeneza timu yake vizuri sana kuanzia ikawa imara kwenye eneo la kiungo na kwenye safu ya ulinzi. Hai, sawa. Hayo ni Young Africans ambao tutatazama